Kwa ujumla soko la kabla ya sikukuu na baada ya sikukuu huwa linatofautiana kidogo kulingana na bidhaa, upatikanaji wake unavyopatikana. Kabla ya sikukuu huwa bidhaa inapatikana kiurahisi zaidi, lakini inapokaribia ama inapofika sikukuu bidhaa kidogo hupanda kutokana na nini? Na mahitaji ya watu. Ndio. Yaani kadri unavyokuwa unapata shida kuwapata na kwenye uuzaji wake manake unapanda. Bidhaa inapanda kutokana na upatikanaji wake, kwa sababu unapokuwa unapata kwa gharama kubwa sana. Kwa hiyo inakulazimu nawe pia uuze kwa kiwango kidogo cha juu kulingana na upatikanaji wake. Hapa na takriban miaka 9 karibu 10 sasa. Kwenye hiyo miaka 9 tulinganishe labda mwaka uliopita kuelekea sikukuu kama hizi za Pasaka na kwa sasa hivi, utofauti unauonaje? Utofauti uliopo kutoka mwaka uliopita na mwaka huu? Kawaida utofauti upo kulingana na hali halisi ya maisha. Gharama za maisha zinapanda. Kwa kila mwaka tofauti na kuwepo, bidhaa inapanda bei kutokana na nini? Na gharama za maisha yenyewe kupanda, kwa sababu sisi mara nyingi kuku tunategemea kutoka vijijini. Zamani tulikuwa tunapata kijijini kwa bei rahisi kidogo, lakini sasa hivi kijijini kuku wenyewe wanazidi kupanda bei tofauti na miaka ya nyuma. Kwa kila mwaka una matokeo yake tofauti kulingana na bidhaa yenyewe jinsi inavyopatikana. Sisi kwa kweli tuko kwa matabaka mengi sana, zaidi ya 2 matatu. Moja kabisa tunauzia watu kwa ajili ya mboga kama kitoweo nyumbani, lakini pia tunauzia watu kama sehemu ya kwenda kufuga nyumbani, lakini pia tuna wateja ambao tunauzia kwa ajili ya kwenda kufanya biashara kwenye mahoteli, kwenye migahawa na sehemu zote zile ambazo kuna nyama za kuku. Kama wewe mwenyewe ukipita mitaani unakuta kuna kuku na tunawakuwa tunauzia hapa kuku hapa kutoka kwenye soko letu hapa. Kwa ushauri nitamshauri, kwa sababu kwanza anapoamua kuja manake kavutiwa na ile biashara. Kwa hiyo swala ushauri linabaki kama sehemu ya ushauri. Nitamshauri kwamba tunafanya biashara namna hii, tunauza hivi, tunapata bidhaa hivi, tunauza hivi na tunafanya hivi. Kwa hiyo ushauri tutamshauri. Wapo wengi tuliowashauri hivyo wakajiunga na mpaka sasa hivi tuliko nao. Soko ni nzuri, isipokuwa kunakuwa na utofauti. Nyakati kama hizo sikukuu, hata kule vijijini tunapowafuata wanakuwa hawaonekani, na wakionekana manake sisi ndio tunawaforce wao kuuza. Kwa hiyo tunawanunua kwa bei kubwa. Ndio maana unaona na sisi hapa tunafika tunauza bei kubwa. Yaani kadri unavyomnunua ndivyo unavyomuuza. Kwa mfano jogoo mkubwa kama sio sikukuu tunanunua 25, 24, 27 mwisho. Lakini inapokaribia nyakati za sikukuu wanamuuza 30 kule hadi 34. Kwa hiyo unavyomnunua kule na wewe ni huku unakuja unapandisha, lazima upandishe kuanzia 3,000, 4,000. Mzigo ukibaki, kwa sababu unavyonunua mara nyingi tulikuwa tunaangalia kuna kuku ambazo huwa lazima zibaki tu. Zikibaki huwa zinauzwa bei ya kawaida. Muda mwingine napata hasara kidogo. Yaani hasara huwa haikwepeki, kwa sababu kama kuku umemnunua 20,000 kule, lengo uje umuuze 23,000. Sikukuu ikipita maana yake utamuuza 20 hiyo au 19. Kuku kawaida hataki kukaa zaidi ya siku 5 kwenye banda. Na hata hivi kujaza hivi tunafanya makosa, ila kwa sababu tu ni sikukuu inabidi tujaze tu mzigo. Linapotokea kama hilo mnafanyaje? Ndio maana huwa tuna oda mbalimbali. Unavyomuona kuku ana dalili za kuumwa, unamchukua huyo unamchenja, au kuna mteja anaweza kupigia simu, bwana niandalie kuku wa bei kadhaa, unaangalia yule ambaye ana hali mbaya ndio unamchenja. Soko la kuku liko vizuri, tunashukuru Mungu. Na hapa kwa haraka kuku wanapatikana wakubwa kabisa 35 mpaka 40, kuku wale wakubwa kabisa. Lakini pia tuna kuku hadi wa 12,000 ambao ni wadogo au wastani, wanakuwa na uzito kama robo 3 hadi kilo 1. Pia kuna kuku wa kizungu kama broiler 12,000. Bei kifupi ni za kawaida sana tu kama zamani, haijapanda sana. Utofauti upo. Siku za karibuni na sikukuu kama hivi leo wateja ni wengi kiukweli. Kama tunavyoweza kuona wateja ni wengi na uhitaji ni mkubwa. Hatujui kesho itakuwaje. Yapo baadhi ya masoko wanapokutajia bei inakuwa ni pamoja na utengenezaji, lakini kwa hapa kwetu ni tofauti. Hapa utengenezaji unagharimu shilingi 1,000 kwa kila kuku.
lakini pia unaweza kukubaliana na kama unao wengi baada kufanyia kwa 500 napo inawezekana vile vile. Yaani kuku wakubwa kabisa ni kama unavyoweza kumuona huyu hapa, anakuwa anauzwa 38,000. Huyu ambaye anakuwa na uzito karibuni kilo 4. Ndo anakuwa na gharimu 38,000. Pia wapo chini ya huyu kuanzia 30, 25 hadi chini kabisa yani. Kitaalam, kwa muda ambao umekaa kwenye hii biashara, kwa kuku kama huyu ili watu wale washibe, takiwa aliwe na watu kama wangapi? Kuku kama huyu ili watu wale vizuri washibe almost 6 mpaka 7. Wanakula vizuri 6 mpaka 7. Una muda gani kwenye hii biashara? Mwaka mmoja. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762 484266. Instagram @viva_promotion.